Bana, unapokwenda kufundisha soka ndani ya nchi za Kiarabu, basi jua tu kwamba ni lazima uweze kujipanga pale ambapo unakwenda kufundisha timu ambayo ina historia nzuri ndani ya nchi na haswa pia hata kwenye michuano ya kimataifa. Basi hii pia imekwenda kumkuta moja kwa moja kocha Fadlu Davids ambaye kwa sasa tunafahamu yupo ndani ya klabu ya Raja Casablanca. Ni nini hasa ambacho kimempata? Utakwenda kufahamu hapa, lakini kabla sijakupatia taarifa nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Aliyekuwa kocha wa zamani wa klabu ya Simba Fadlu Davids kwa sasa inaonekana kwamba anaishi maisha magumu ndani ya nchi ya Morocco baada ya kuanza kuingiwa na presha kubwa kutoka mashabiki wa timu hiyo ya Raja Casablanca. Wanadai kwamba hawaridhishwi na aina ya soka lake, lakini pia bado timu hiyo kongwe ya hapo nchini Morocco inaonekana kucheza vibaya zaidi. Tangu Fadlu Davids atue rasmi ndani ya Raja Casablanca, matarajio yalikuwa makubwa. Alipokelewa kama mkombozi baada ya klabu hiyo kupitia kipindi kigumu msimu uliopita, lakini hali imegeuka ndani ya muda mfupi licha ya timu yake kutoonyesha matokeo mabaya, ikishinda mechi 2 na kutoa sare michezo 2 kati ya michezo 4 ambayo mwalimu huyo amesimamia. Mashabiki wameanza kupaza sauti zao wakitaka mabadiliko ndani ya klabu hiyo, wakimtuhumu mwalimu Fadlu Davids kuua radha ya soka la Raja Casablanca linalojulikana kwa kasi, ubunifu na mashambulizi ya kushtukiza. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka pale nchini Morocco, Fadlu Davids anaonekana kukosa mvuto wa mashabiki kutokana na mfumo wake wa kutumia walinzi 4 wakati na viungo 3 wa kabaji, mfumo ambao mashabiki wengi wa Raja wanaona hauna ubunifu. Wamekuwa wakilalamika kuwa timu inacheza kwa tahadhari kupita kiasi, ikikosa uhai na burudani, hasa inapocheza mechi za nyumbani mbele ya mashabiki wanaojaza uwanja maarufu wa Mohamed V. Hata hivyo, wapinzani wa Fadlu ambao wameshindwa kuangalia pia upande mwingine wa sarafu, wakati mashabiki wakimlaumu kwa kutocheza soka la kuvutia, takwimu zinaonyesha kwamba Raja hajapoteza mchezo wowote kati ya michezo 4 aliyoongoza mwalimu huyo. Ameshinda michezo 2 ambayo michezo hiyo 2 yote ameshinda 1-0, 1-0 na kutoa sare michezo 2 dhidi ya timu ngumu Wydad Casablanca ambao wanaongoza ligi, lakini pia na Mas Desfes ambao msimu huu wako vizuri, wako nafasi ya pili. Matokeo hayo yangeweza pia kumtuliza kocha mwingine, lakini kwa mashabiki wa Raja kiwango cha uchezaji ndicho kinachowauma zaidi, wakiona kwamba timu haivutii sana. Taarifa kutoka ndani ya klabu zinasema kwamba Fadlu Davids amekuwa na wakati mgumu hata ndani ya vyumba vya kubadilisha nguo. Baadhi ya wachezaji wa Kongo wa timu hiyo wameripotiwa kutoelewa mfumo wake, wakidai anapendelea nidhamu ya juu kuliko ubunifu binafsi kwa upande wa wachezaji, hali ambayo imeweza kuleta mgawanyiko kimtazamo ndani ya timu. Kwa upande mwingine, ndani ya Tanzania, taarifa kutoka vyanzo vya karibu ndani ya klabu ya Simba zinaweza kuwa Fadlu Davids amekuwa akiwasiliana mara kwa mara na baadhi ya viongozi wa klabu hiyo, akionyesha wazi nia ya kutaka pia kurejea ndani ya Simba endapo mambo yanaonekana kuwa magumu pale Morocco. Kumbuka kipindi chake ndani ya Simba alikuwa ni kocha ambaye ana mafanikio makubwa. Tunafahamu Simba ilikuwa inavutia zaidi, lakini pia hata kwenye upande wa kushambulia, lakini pia waliweza kufika fainali kwenye upande wa kombe la shirikisho. Taarifa hizo zinaongeza mjadala ndani ya mashabiki wa klabu ya Simba ambao hadi sasa wanaamini kuwa klabu yao bado inaweza ikamhitaji pia Fadlu Davids. Wengi wanasema kwamba tangu kuondoka ndani ya Simba, bado Simba licha kuonesha kiwango kizuri, lakini bado inaonekana kwamba kocha ambaye yupo ndani ya klabu hiyo ambaye ni Pantev bado si kocha mkuu, bali ametambulishwa kama meneja wa timu. Hivyo kuna uwezekano pia wa Fadlu Davids kama akihitaji na akarejea ndani ya klabu hiyo kutokana na mawasiliano ambayo anawasiliana na uongozi.